Umekuwa pastor. Ni muda gani sasa hivi umekuwa mchungaji? Kama miaka 2 hivi. Yaani yes, kama sasa hivi tunaenda wa pili. Lakini mwaka wa kwanza tumeshamaliza fresh. Ulianza rasmi ilikuwa muda gani, mwezi gani? Ilikuwa mwaka jana mwezi wa 2. Okay. Sawa, hivi ulipita chuo cha theolojia? Ulisoma chuo? Yes, nimepita chuo cha theolojia. Inaitwa Shalom. Inaitwa Shalom. Nimefanya diploma nimefanya miezi 7 pale. Okay. Kinaitwa Shalom. Hivi anyway, kwa namna fulani unaweza kuwaza kama kuombea inaweza kawa ni kipawa kiko ndani ya mtu. Kuna mtu anaweza kuwa hajasomea uchungaji, hajasomea theolojia, lakini anaweza kawa anaijua Biblia, anaweza kusimama mbele za watu kuhubiri au kuzungumza neno la Mungu. Chuo cha theolojia mara nyingi vitu vinavyofundishwa ni nini? Chuo cha theolojia kinafundisha kwa sababu pamoja na mambo ya kiroho, more spiritual, lakini mambo mengi yanayo wagusa watu huwa ni mambo ambayo yapo kwenye maisha ya kawaida. Kuna mambo kuhusu saikolojia, kuna mambo kuhusu kuijua ndoa, kuna mambo tofauti tofauti kwa sababu jamii yetu imeumbwa katika namna ambavyo ya kwamba ukiwa na tatizo lako kama umwambie Yesu au unaenda kwa Mungu. Na sisi tunaamini ya kwamba bwana mchungaji, kwa mtu anaweza kaenda kwa mchungaji akataka ajue kwamba kwa nini ana tatizo fulani. Sasa mchungaji lazima ajue. Sasa si mambo yote yameandikwa kwenye vitabu vya dini. Lazima uwe na kitabu ambacho kinaeleza kuhusiana na mwanamke anakuaje, mwanaume anakuaje, au kijana wa miaka 15 afanye nini, au kijana anapokuwa kwenye jambo kama hili na hili afanye nini. Na watumishi wengi wakisoma vitabu zaidi wana nafasi kubwa sana ya kwenda mbali, au akienda kusomea theology zaidi wana nafasi kubwa ya kwenda mbali, ila sio kitu ambacho Mungu anaangalia. Mungu yeye aangalia. Na ndio maana hata kuna watu wengi sana ambao wana vyeti vya theology kabisa, alafu wakawa kwenye nafasi hizo wamepitishwa fresh, alafu Mungu akawa hawaelewi. Ukisikiliza wimbo mmoja nilikuwa naupenda sana wa Christopher Mwangira, anasema unaitwa Mungu wa ajabu. Anasema Mungu ni wewe umenichagua. Kwamba mara nyingi ni Mungu anayechagua mtu fulani. Na yeye anapochagua kuna vitu ambavyo anaangalia ambavyo ni tofauti na binadamu anavyoangalia. Na ndio bado sehemu nyingine anasema Mungu aangaliavyo si sawa na wanadamu. Kwa hiyo wanadamu wanasema huyo hizi kawa hivi bwana, hatuwezi kukubali. Nyinyi wanadamu, sasa nyinyi pale mnapoishia kwenye upe wenu, Mungu anaangalia tofauti. Okay, wanasemaga kwamba kuwa mchungaji ni kitu ambacho kinatokea ndani, yani unaitwa. Ni wito. Wewe uliitwa lini? Ambao ndo kaona kwamba hapa sasa hivi MC Pilipili ni time mimi pia kuwa mchungaji, kwamba nao tukiachana na kwamba ulienda mpaka ukaenda sasa ukaamua kwenda kusoma theology. Uliitwa lini? Yani ilikuwaje? Nini kilitokea mpaka ukaitwa? Mimi kwanza nilikuwa najua kwamba hicho kitu kipo ndani since then. Okay. Ndio maana moja kati ya AK yangu ambayo Dodoma kule kwa wanaonijua ni hivyo, baba mchungaji. Na ndio ambayo haipo hadi leo, yani hata hapa kama kutoka mshikaji mmoja anamwambia mpigie sasa hivi itakuwa baba mchungaji. Hivyo wengi wanakuwa wanaona hivyo. Kwa hivyo ni kitu fulani ambacho unakuwa nacho. Kwa hivyo mimi si kama nilikuwa niko kwenye njia nyingine afu ndo nikaamua sasa niingie. Mimi nilikuwepo. Mimi kwenye maisha yangu nafikiri nimehubiri mara nyingi zaidi. Yani nimehubiri mara nyingi zaidi. Na hata kufanya kwa comedy kulitokana na mambo hayo ya kanisa na nini. Umeona kutokana hivyo. Isipokuwa nilipoanza kutoka sikuwa na kawaida ya kuitoa nje, especially kwenye kuposti na nini, lakini nilikuwa naifanya. Ila kama nilivyosema hata kata ingia kwamba mama alikuja kuisema, ingawa yeye mwenyewe aliona si kama wakati umefika, lakini alisema kwenye siku ya harusi yangu, kiangalia kwa siku ya harusi kati ya mama alivyokuwa natoa na saa kanisani, alisema mwanangu, Mungu akikuita uwe tayari, kwa sababu na yeye pia alikuwa na namna fulani, yani alikuwa na uelewa fulani na jinsi ambavyo alikuwa anaona. Na mara nyingi atasema mimi nikikupigia simu wewe uniombee kuhusu jambo fulani linatokea. Umeona? Na hivyo ndio maana unaweza kuona bwana Pilipili hivi na hivi. Lakini kuna watu hadi wengine watoto wangu wa kiroho walioko Marekani kabisa, ambao anajua bwana Pilipili bwana nina jambo hili na hili na hili, na ukamwambia anaamini kabisa na anapokea na inakuwa. Na hata mimi ni mbona najikata tamaa, mbona mimi mshikaji, mbona mimi msela, na hata jambo fulani naweza nikaliangalia na nikaliona kwenye jambo la kiroho. Kwa hivyo mostly ni kitu ambacho niligrow nacho since then. Umeona, hata mimi ile kusema jamani nimeokoka toka mwaka 1994. Umeona, isipokuwa nilipokuwa naingia mimi nilikuwa sikuwa na ile kwamba sasa na kwa maisha ya kidini sana, na ndio hata current sasa hivi tunaendelea, lakini sina ile kwamba sasa
jamani ni hivi na hivi, ndio mtu anasema wewe unachekeshaje, wewe si mchungaji wewe? No, mimi nikiwa mchungaji ni kitu ambacho bado hakizuii, umeona, mimi kufanya hivyo. Kwa hivyo kile ni kitu ambacho kilikuwepo. Kwa mimi ukifuatilia kwenye historia yangu kuanzia Dodoma Sekondari pale, utaona nilikuwa kiongozi wa UKWATA, nilikuwa nasimama na kuhubiri, nilikuwa naandaa event kubwa za dini. Mimi ndio moja kati ya watu wa awali waliomtoa Rose Muhando. Yaani Rose Muhando akiwa mdogo kama hivi, unaona sisi tuna kikao, Rose Muhando kakaa nje hapo. Ananisubiri mimi nimpe maelekezo, namfuata na daladala, pindicho kuna vidada hivi vipanya hivi, namfuata Rose Muhando, naenda kumchukua mpaka kesho. Bado nakumbuka kipindicho nachekesha sana kutumia sauti ya Bambo. Umeona, on that time so niko form 1 form 2 kwaona napiga makongamano ya mashule naita yote na ubiri. Umeona, on that time yani niko hiyo mwaka 2002 2003 mpaka tukajaza uwanja wa Jamhuri ule kwa ajili ya mambo ya dini tu hayo, na nasimama na ubiri. Kwa hiyo ndio maana watu wa Dodoma si wengi walioshtuka. Umeona, kuona kwa sababu ndio hivyo nilivyokuwa na nilivyorudi kufundisha hata shule ya DCT Jubilee hapa ambapo unaona sasa kuna sehemu ya Shilole ilipo. Sababu ya mimi kurudi, nilirudishwa na askofu mkuu wa kanisa la Lutheran ambaye shafariki anaitwa Mogoro, nije nifundishe somo la dini, kwa sababu mimi katika historia ya Dodoma nilifaulu somo hilo la Bible knowledge kuliko mtu yoyote. Umeona, kwa hivyo ile ndio nirudisha. Kwa hiyo mimi nirudi pale kufundisha somo la dini. Mimi walimu wangu nimefundisha somo la dini na ndio nikawa mkuu wa somo la dini na kusimamia kwa form 5 na form 6. Form 5 na form 6 nafanya divinity na Bible knowledge kwa form 4 na form 2. Yaani ile madarasa ya mitihani yale mimi ndo nayasimamia. Afu hao wengine mimi ndo nawapangia, ndo natunga mitihani, afu baadaye ndo nikaanza history na vitu vingine. Kwa hivyo somo la dini na vitu vya dini, yani it's my life. And it is since then. Wanasema of course ukiwa kama ni mchekeshaji, ukiwa unachekesha theme ambao unaibeba, unaweza kuwa unabeba ya maisha ya watu na nini, lakini pale pia kwenye sehemu ambao unachekesha watu wanafanya vitu vingi. Ili unakuta labda kuna mtu, labda kuna pombe zinakuwa involved. Yaani kuna vitu vingi ambavyo vinatokea pale. Labda mtu ameenda anajisikia kucheka kambeba mke wake, ambao mwingine kambeba sijui labda sio mke wake. Yaani vitu ambavyo vinahusiana maybe na sio Mungu sana, kwamba vinaweza vikawa vinatoka, haviko contradict wewe kama mchungaji. Hapana. Unajua mara nyingi tunasema ya kwamba unaenda kama ambavyo Yesu alikuwa anaendesha. Na ndio maana hata Yesu alivyokuja, hizo unazosema si taratibu za kiroho, ila ni taratibu za kidini. Umeona, kwa taratibu za kidini sisi ndio tuna njia, yani sisi ili kwenda kwa Mungu tuna njia zetu za dini. Ndio tunasema na vaa hivi, fanya hivi. Na ndio maana hata Yesu alivyokuja alikuwa na issue zile za kwenda kuongelea sokoni, ambao kuna watu wa mieyusho, kuna watu wanafanya hichi, kuna watu yeye ndo anafundisha sehemu kama hizo, na kwenda kwenye sehemu za kawaida. Umeona, na akataka kwenda kwenye sehemu za mahekalu na nini. Kwa hivyo sasa hivi mtu anaweza akasema mimi siwezi kuingia sehemu za watu wanapokunywa, lakini mtu kama huyo ukimpa kadi ya harusi anachanga na anakuja kwenye harusi, na anaweza akaona watu wakaendelea kunywa na akawa fresh. Au anapotaka kununua vocha akaenda kwenye duka ambalo lina vileo na bado akanunua na ikawa sawa. Au akapanda daladala ambalo si watu wote wameokoka, zikapigwa nyimbo za kawaida na akawa sawa, lakini akienda kwenye sehemu anajitengeneza. Kwa hivyo nafikiri tukiweka sheria nyingi sana ndio maana nani hiyo inakuwa ngumu kweli kweli. Umeona, lakini ni easy thing, yani ni lifestyle. Umeona, kwa sababu wewe unapokuwa na watu wa namna hiyo, wewe kwa kukaa vile ndio unaonyesha. Ndio maana mimi kwa mmoja kati ya watu ambao walikuwa washikaji sana pamoja na Duli Sex. Umeona, Duli ukikaa naye hivi hata anaweza kaa naye hivi akapiga vitu vyake, na mimi nikawepo hapo na sipigi, lakini kawepo tu hapo. Umeona, na ikawa ni fresh. Umeona, na sababu bwana huyu jamaa mtu poa sana. Umeona, mtu fresh, kwa sababu watu wengi sana wameona ukionyesha vile ndio kumbe bwana that's it bwana, hivyo ndivyo inavyotakiwa iwe. Sasa hivi kanisa lako liko wapi sasa? Liko Mwenge hapo. Mwenge? Sehemu gani Mwenge? Suma JKT. Nice. Na waumini wangapi mpaka sasa hivi? Kama 50 hivi sasa. Kama 50. Na ulianza na wangapi? Nilianza na kama 5 hivi. Sasa nianza 5. Tulianzia nyumbani. Kama miezi 6 kabla hivyo tukega ile nilitoa kwenye mkutano mmoja hivi, ilikuwa Ruaha. Baadaye nikaenda nikaomba na watu Mlimani, ndio nikaanza kupata. Kwa hivyo nilivyokuwa kule watu wengi wakabana niombe hili, niombe jambo hili. Kwa hiyo tukaorganize, tukawa na ibada zile dogo ambazo wala sikuwa nazitoa. Kwa hiyo tulifanya nyumbani kama miezi 6 hivi, alafu ndo baadaye sasa nikaja kutoka.
Sawa. Na ongezeko la waumini unalionaje? Interview ikoje? Ongezeko la waumini bado kwa mimi halina namna kwenye tuseme kwenye mafanikio ya mtu anayefanya jambo. Kwa sababu swala la dini ni imani, na sababu ni imani ni ukuaji. Kama ukuaji unachukua muda kidogo. Umeona unachukua muda kidogo. Kwa sehemu nyingine nasema sisi tunaweka au sisi tunatoa, lakini anayekuza ni Mungu. Kwa hiyo ukiwepo hivi inakuwa ni sawa. Na hata kwenye vitabu vingine wanasema walipo 2 watatu wamekusanyika kwa jina langu. Kwa hivyo definition sasa ya wanadamu, sehemu ambapo ina Mungu ni watu walioko wengi. Lakini definition ya Mungu anasema walipo 2 watatu. Kwa hiyo ndio maana sisi yani hata ikatokea tumekuja 10, tunakuwa na sadaka, tunakuwa na kuimba, tunakuwa na kusifu, na inakuwa ni fresh tu. Na kwa Mungu inaenda na ile sio kama malaika akipeleka saa bwana hawa kila pilipili wamezingua wako 4 wako serious wanakuja 4 unasema 2 watatu sasa yani 2 tu hivyo, na sadaka yenu yameisha. Lakini bwana sadaka ya leo rafiki yangu 3 tumii nani calculator bwana sadaka gani unaiona muone sasa. Ile ni tofauti na watu wanavyoona, kwa sababu vitu kama hivyo vina nani. Hata wale wenye moyo mzuri kabisa wa kufanya huduma kweli akianza alafu anaona mbona tuko sie tu, umeona anakatika. Lakini kila kitu ambacho ni kizuri it takes time. It takes time. Hata watu ambao tunaona ni wakubwa na wanafanya vizuri it takes time. Mimi ni moja kati ya waumini 7 nafikiri wa Mwamposa. Wameshomo Mwamposa. Akati anafanya hapo Mwenge. I mean Sinza pale, Lion. Umeone? Tulikuwa tunakaa kabisa kwenye viti kabisa. Umeone unatoka mtu anaweza akatoka kaingia uani, mnamuona kabisa. Na baba mnaona kwa sababu ilikuwa ananilia hivi. Na amekaa kabisa. Kisa hivi ukiangalia Mwamposa baada ya muda. Sasa watu wengi huwa yeye anataka akianza kanisa leo, umeone baada ya miezi 6 liwe kama la Mwamposa. So ni the same pia hata kwenye ustaa, umeone kama mfano huyu jinsi alivyokuwa ni role model wa watu wengi sana huko nje. Lakini mtu anataka awe kama wewe kwa sababu anakupenda sana, anataka kuwa kama wewe wiki ijayo tu. Umeona au baada ya wiki 2. Umeona sasa lazima ajue kwamba every good things takes time. Kitu chote ambacho kizuri kinachukua muda, na kitu chote ambacho kinakuwa kwa haraka basi ni rahisi sana kuanguka. Na sehemu yote ambapo unaenda bila kona nyingi, unajua hizo kona hizo ziko mbele. Usifikiri umezikwepa. Huwa ni lazima kona ziwepo. Yaani mwanzo ni lazima uwe mgumu. Kwa hivyo unaendelea na una nafasi nzuri sana ya kupashua.